Nyumotara enda omutande bagote bangaga ariko rusio gorito noye kwanira kasengenza abantu abangi no bari abanyagetari bakekyo omubere boritomboyo namba moja kabere muntu orita committed suicide terute tiroche engente tanyweti mache omubere tobwati mache ime naende tabwati borito ariko rusia igabo bakobeka n'abantu bari batagete gosereria omwana oye rieta na noborito ariko rusia abanyagetari bari babere chief government pathologist okoroku Dr. Johannes Oduor nero omunyagetari omunene okubare ebitondo kenyengima okanirana mwana oritabwate borito intwari getyo omunyagetari koru Kenyatta University omwarimu ogosomi Kenyatta University okorukuna Dr. Mwangi no arenga abwe family postmortem yatebire borito arengo mwana orite iteti omwana origangente twe ko bande postmortem report munyebeke kerase murigereri bori mokabirobu boyo igamangana ayo tigabe Shadrach tikakwane Kiswahili bagusimba ari bandi babyarire Nairobi baraba gusi lakini batari ko kwaneke gusi kuna wale wa Kisii lakini hawajui Kisii wanajua Kiswahili utaelezea. Asante. Leo tumekuwa katika pilika ya kujua kisa na maana ya kifo cha marehemu dada yetu Sylvia Kemunto. Kwa hivyo leo tumekuwa na wale madaktari ambao haswa kazi yao ni ile ya pathologist, haswa ni kujaribu kufanya udadisi wa maafa ama kujaribu kufanya udadisi kwa miili za wale ambao wametuacha ili kuweza kukagua na kujua kwa ukweli kifo chao kilisababishwa na nini. Kwa hivyo leo tumekuwa katika mikono ya Dr. Johansen Oduor na daktari Madam Mwangi ambaye pia ni mwalimu wa wale madaktari katika chuo kikuu cha Kenyatta University. Kwa hivyo baada ya udadisi ule ambao umechukua takriban masaa mawili wameweza kutupatia taarifa kwa muktasari na wakatuelezea kwamba kulingana na utafiti wa mwili wa marehemu Sylvia Kemunto aliweza akaaga dunia baada ya pengine kupigwa na kitu butu katika kichwa chake, kwa sababu kulikuwa na alama fulani katika kichwa chake, ishara tosha ya kwamba aliweza kudhulumiwa na kupigwa kabla ya kufa. Zaidi ya hayo, inaonekana ya kwamba yule ambaye alitekeleza maafa haya, na kwa sasa wale mandugu zetu wa kitengo cha ujasusi maarufu kama DCI wameweza kumshika jamaa fulani ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Yeye ndio mshukiwa mkubwa sana katika maafa ya Sylvia Kemunto, na kulingana na ushahidi ambao tumeupata kutoka kwa madaktari ni kwamba marehemu Sylvia Kemunto aliweza pengine alinyongwa sana na inasemekana ya kwamba kwa sababu ile kunyongwa na kukoseshwa ile hewa ndiposa akaweza kuaga dunia. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa ile pilika ya kujaribu kupata ni nini haswa kilimuua. Zaidi ya hayo, kulikuwa na kumekuwa na usemi, kumekuwa na zile fununu za hapa na pale ya kwamba kifo cha kabla Sylvia Kemunto kuaga dunia alikuwa mjamzito ama alikuwa na mimba. Wale madaktari ambao wametusaidia kukagua mwili wa Sylvia Kemunto wameweza kutupatia ushahidi ya kwamba Sylvia Kemunto hakuwa mjamzito wakati ambapo aliaga dunia. Hakujinyonga, hakufa maji wakati ambapo aliaga dunia. Kwa hivyo kifo cha Sylvia Kemunto kilisababishwa na kitendo cha kinyama ambacho kilifanywa na mtu ambaye anashukiwa kwa sasa ni yule ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Zaidi ya hayo, tumekuwa na zile, unajua mchakato huu wote unafanywa na Sheria Mtaani na Shadrack Wamboi ambacho ni NGO ambayo inasaidia watu ambao hawajiwezi ili kujipigania na kupata haki yao. Kwa hivyo sisi kama mawakili tukiongozwa na patron wetu Danstan Omari tumepea hakikisho familia ya kwamba tutasimama nao, tutajaribu kuwapigania ili waweze kupata haki kutoka na maafa ya mtoto wao Sylvia Kemunto, kwa sababu amekatizwa uhai na alikuwa msichana ambaye alikuwa anategemewa na familia yake. Zaidi ya hayo ni kwamba katika pilika ya kumzika, familia inanuia kumpatia Sylvia Kemunto mazishi ama ile kwaheri buriani ambaye itakuwa ni ya kiheshima.
na tunawaalika wananchi, mtu yoyote ambaye ako pale ako na shilingi yake 1, 2, 1,000, 10,000, pesa zote ambazo uko nazo pale, hamna ile pesa ambayo itakuwa ya maana. Kwa hivyo kuna ile paybill ambayo imefunguliwa kwa minadhili ya kusaidia familia ya Sylvia Kemunto Ayaye ili kuweza kumuaga. Ile paybill number ambaye unaweza tuma pesa zako ili ukasaidia familia hii kujikimu wakati huu na kujaribu kujiandaa katika mazishi ama zile buriani ya mwisho ya dada yetu Sylvia Kemunto. Kuna ile paybill number, na ndaisoma kwa Kiswahili, ni 8062289 na ndarudia tena, paybill ambayo unaweza tuma pesa ni 8062295 8062295. Nashukuru, asante. Familia, mtu wa familia hata mmoja. Familia oyongo kwana nkorukomo wakili Dan Sanomali kurwa Montezuma Mochari egento kiabo mwana korukuna Sylvia igarwete omochomoko rona gende toigoro karira mariga manene omwana oyaro mwana omonene omongena utabwati musaja mongena obwato mwana oyo yago korega sio kod chinyeni oniri chinyeni Kawangware agasomya omwana oyo Kawangware, omwana oyo agakora skuru akagenda Nyabururu, agaeta kuri Nyabururu akagenda multimedia gukora double maths first year. Omwana oyo ekera agendete university akaira na agatebye university na omumura naro okunya kumwara okumutagete, lakini omwana ori akanga. Omwana oyo maremu agatebye university tari rimo tari kabere tari gatatu omumuro yakagenda akaura omwana ori epasi yogwagachianga epasi ngina agatebye omwana oyo ng'anya ochega operate kuru Kawangware. Omwana akarwa university agasoka operate Kawangware. Eriago chakogende university gachiete university asenge nchago chikokora amatemu akagendo ekeraiko omomuro yagacha agasoba nyumba gari akabwata omwana ori postmortem yakorurero yekorokina omomuro ori akabwata omwana ori akabongenta amauge ebiboga igabunegete omubere bwo mwana ori nananyurigeri n'abanyagitari bateba na umiete ima iga narwaniri nabwate injuries ekorokine kerare kongentwa omwana ori natagete ko resist, lakini chinguru chikamokea ekera ngento omwana ori akamubeke sanduki karamubeke sanduki akamwetweka akamoire rumu yabamura liswali tokobori eliakomorusie nyombeye yomusubati ekine chinyomba kyabasubati inga yabaskari be university bari elio mumuro yakomongento mwana yakorwana akonyora injuries lazima ogete inga security yari inga yabantu bande barengo baigwete seyeye ngakibatachete bakonya akabirusyo mu birori akanyoira akanyibeka burere bwaye akarunyurusie sanduki akanywarira akagenda siku zene ya sora chete konyu akamakoirana akamakobeka omwana ori naende sanduki akabeka mu birori akanyobeka mutu anyurarire ebiore ebikone mu birori akanyurarira bune piro kego ikachinsa ekera abantu bakire akarusyo mu birori akanyobogori akanyoira 4th floor akarina stairs baka 4th floor akaru 4th floor akagenda engasi yechichuma akarina igoro akagenda asitangia machakali akachikoruto mu birori koruo omusubati oyo ari omusubati kilo 60 70 ngakia bogoreti esanduki ebwe kabaka igoro
lazima abantu babeto saidi ya babere baiteto omwana oyo bakamubwatirana lazima abantu barengo babwatiranete kuhira omubere ori konyotuguta CCTV camera goika kiretu kirigererigwe inki kiabete iontenene buno omwana ogotenenera omugusi ekenegento tokoborina community y'abagusi leaders baito ngaimuri ngobekire ryogi n'abana baito bari university bakongentwa onye ne university yari Nyamira ango mwana oyo nangenterwo angatari koruka igamangana narato kobori ntutu atenete igorona chiete no mugaki okorugushandra kwa mboi omwana oyo ntutu amusomi igago koregasi yomugusi tukagenda kotini polisi bakabwato montoyo bagasaba amatuko 21 tukatenena kotini na Shadrack omontoria gabekume amatuko 21 igotogocha koira na kotini tarehe 28 omutienyoyo torore gose serikali yamuire uchachi omontoyo mada na tebiri Shadrack asoere university eguru multimedia university rero ga tole mochari omwana osirete no yobwe university teya igesirete eremeso sino ime tuarosiri emepango igoreka na chietari twanyorete nchari nduru mwana mongurita akogenda kokora gasi bor family njaro setie paybill yeme chango kamurancha abantu baminto abagusi bari de diaspora abagusi bari gusi abagusi bari kenyengima toma omuchango gokonya omuchoyo kintaka abana batikaire babere paybill ye korkuna servia ke muntu ayaye enambe paybill yere 8062295 account number na ilietari yao tiganye irore 80 paybill 8062295 egente kyobu na nakebeka yogaki kurera nana eya kurire yene nangi ya mwanya getinge tokonya abana batigara babere basome tokonya umwana yatinde kuna masikani elinde egesa kwa na intu naritogosikwa kwa niaba yege Swahili igotobwate lo famu yane korkudanisa numari mogaka lakini intobwate NGO ekorku sheria mtani omwana oyo nero kwenye kwana tikakwana asege Swahili elinde aiwe swali utajimu kwa Swahili nimutaraenda omutande bagotebangaga ari kurusio gorito noye kwanira kasengenza abantu abangi no bari abanyageta arimba babo bachekyo omubere boritomboyo namba moja kabere mwantorita committed suicide terute tiroche engente tanyweti mache umubere tobwati maje naende tabwati borito ariko Rusia igabo bakobeka n'abantu bari batagete kosererio omwana oye rieta na no borito ariko Rusia abanyageta ari bari babere chief government pathologist okoroku Dr. Johannes Oduor nero munyagetari omunene okubare ibitondo kenyengima okanirana mwana ritabwate borito intwari getyo munyagetari koru Kenyatta University omwalimu ogosomi Kenyatta University okorukuna Dr. Mwangi no arenga abwe family postmortem yatebire borito arengo mwana orite iteti omwana origangente twe ko bande postmortem report munyebeke kerase murigereri bori mokabirobu boyo igamangana yo tigabe Shadrack tikakwaneke Swahili bagusimba ari bandi babyarire Nairobi baraba gusi lakini batari ko kwaneke gusi kuna wale wa Kisii lakini hawajui Kisii wanajua Kiswahili utaelezea. Asante. Leo tumekuwa katika pilika ya kujua kisa na maana ya kifo
cha marehemu dada yetu Sylvia Kemunto. Kwa hivyo leo tumekuwa na wale madaktari ambao haswa kazi yao ni ile ya pathologist, haswa ni kujaribu kufanya udadisi wa maafa ama kujaribu kufanya udadisi kwa miili za wale ambao wametuacha, ili kuweza kukagua na kujua kwa ukweli kifo chao kilisababishwa na nini. Kwa hivyo leo tumekuwa katika mikono ya Dr. Johansen Oduor na daktari Madam Mwangi ambaye pia ni mwalimu wa wale madaktari katika chuo kikuu cha Kenyatta University. Kwa hivyo baada ya udadisi ule ambao umechukua takriban masaa mawili, wameweza kutupatia taarifa kwa muktasari, na wakatuelezea kwamba kulingana na utafiti wa mwili wa marehemu Sylvia Kemunto aliweza akaaga dunia baada ya pengine kupigwa na kitu butu katika kichwa chake, kwa sababu kulikuwa na alama fulani katika kichwa chake, ishara tosha ya kwamba aliweza kudhulumiwa na kupigwa kabla ya kufa. Zaidi ya hayo, inaonekana ya kwamba yule ambaye alitekeleza maafa haya, na kwa sasa wale mandugu zetu wa kitengo cha ujasusi maarufu kama DCI wameweza kumshika jamaa fulani ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Yeye ndio mshukiwa mkubwa sana katika maafa ya Sylvia Kemunto, na kulingana na ushahidi ambao tumeupata kutoka kwa madaktari ni kwamba marehemu Sylvia Kemunto aliweza pengine alinyongwa sana, na inasemekana ya kwamba kwa sababu ile kunyongwa na kukoseshwa ile hewa ndiposa akaweza kuaga dunia. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa ile pilika ya kujaribu kupata ni nini haswa kilimuua. Zaidi ya hayo, kulikuwa na kumekuwa na usemi, kumekuwa na zile fununu za hapa na pale ya kwamba kifo cha kabla Sylvia Kemunto kuaga dunia alikuwa mjamzito ama alikuwa na mimba. Wale madaktari ambao wametusaidia kukagua mwili wa Sylvia Kemunto wameweza kutupatia ushahidi ya kwamba Sylvia Kemunto hakuwa mjamzito wakati ambapo aliaga dunia. Hakujinyonga, hakufa maji wakati ambapo aliaga dunia. Kwa hivyo kifo cha Sylvia Kemunto kilisababishwa na kitendo cha kinyama ambacho kilifanywa na mtu ambaye anashukiwa kwa sasa ni yule ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Zaidi ya hayo, tumekuwa na zile, unajua mchakato huu wote unafanywa na Sheria Mtani na Shadrack Wamboi, ambacho ni NGO ambayo inasaidia watu ambao hawajiwezi ili kujipigania na kupata haki yao. Kwa hivyo sisi kama mawakili tukiongozwa na patron wetu Danstan Omari, tumepea hakikisho familia ya kwamba tutasimama nao, tutajaribu kuwapigania ili waweze kupata haki kutoka na maafa ya mtoto wao Sylvia Kemunto, kwa sababu amekatizwa uhai na alikuwa msichana ambaye alikuwa anategemewa na familia yake. Zaidi ya hayo ni kwamba katika pilika ya kumzika, familia inanuia kumpatia Sylvia Kemunto mazishi ama ile kwa heri buriani ambaye itakuwa ni ya kiheshima, na tunawaalika wananchi, mtu yoyote ambaye ako pale ako na shilingi yake 1, 2, 1,000, 10,000, pesa zote ambazo uko nazo pale, hamna ile pesa ambayo itakuwa ya maana. Kwa hivyo kuna ile paybill ambayo imefunguliwa kwa minadhili ya kusaidia familia ya Sylvia Kemunto ayaye ili kuweza kumuaga, ile paybill number ambaye unaweza tuma pesa zako ili ukasaidia familia hii kujikimu wakati huu na kujaribu kujiandaa katika mazishi ama zile buriani ya mwisho ya dada yetu Sylvia Kemunto. Kuna ile paybill number, na ndaisoma kwa Kiswahili, ni 8062289 na ndarudia tena, paybill ambayo unaweza tuma pesa ni 8062295 8062295. Nashukuru, asante. Mtu wa familia hata mmoja. Familia